بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء إمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم البحث والنشور. بعدكم حميد الله تبارك وتعالى na kutaka sala na salamu zimwendee mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Leo biidhnillahi ta'ala, ikiwa ni tarehe 5 ya mwezi wa Rabiul Awwal, siku ya Jumanne, mwaka 1448, sambamba na tarehe 18 ya mwezi wa 8 mwaka 2026. Biidhnillahi tabaraka wa taala, tutakumbushana kuhusiana na masala ya ihtifal biyaumi maulidi nabii sallallahu alayhi wasallam, kusherekea siku ya mazazi ya mtume sallallahu alayhi wasallam. Na risala ambayo tutaisoma katika kipindi hichi ni risala ya al-Allama Muhammad ibn Saleh al-Uthaymeen rahimahullahu ta'ala. Ama kuhusiana na mtunzi wa risala hii, anaitwa al-Sheikh al-Allama Muhammad ibn Saleh ibn Muhammad ibn Uthaymeen rahimahullahu ta'ala, wa yukna bi Abi Abdillah, na anaitwa kwa kunia ya Abu Abdillah, baba wa Abdillah. Wa yu'rafu bi Ibn Uthaymeen, na pia hufahamika kwa jina la Ibn Uthaymeen, ndio jina ambalo ni maarufu, nisbatan ila ahli ajdadihi, ikiwa ni nisba na kunasibishwa kwa mmoja katika mababu zake, Muhammadu ibn Saleh ibn Muhammad ibn Uthaymeen. Wa yukna bi Abi Abdillah wa yu'rafu bi Ibn Uthaymeen nisbatan ila ahadi ajdadihi. Amma tarikhu miladihi, tarikhu maulidihi, tarehe ya kuzaliwa kwake, ulida fi 27, alizaliwa tarehe 27 min shahri Ramadhan salam, katika mwezi wa Ramadhan, sanata 47 baada 300,000. Alizaliwa tarehe 27 ndani ya mwezi wa Ramadhani mwaka 1347, mwaka 1347, ambayo ukiileta katika tarehe za miladia, tarehe za kizungu hizi, inakuwa ni tarehe 9 ya mwezi Machi, mwezi wa 3 mwaka 1929, tarehe 9 mwezi wa 3 mwaka 1929. Tarikhu wafati, tarehe ya kufa kwake, tuwufia rahimahullahu fil 10 min shahri Shawwal,
alikufa Allah amhurumie fil ashir, tarehe 10 min shahri Shawwal, ndani ya mwezi wa Shawwal, tarehe 10 ndani ya mwezi wa Shawwal, sanata 21 baada al-400 wal alf, mwaka 1421, tarehe 10 mwezi wa Shawwal mwaka 1421, ambayo katika tarehe za miladia inakuwa ni tarehe 10 ya mwezi wa Januari, mwezi wa kwanza mwaka 2001, tarehe 10 mwezi wa kwanza mwaka 2001. Alikufa katika mji wa Jeddah rahimahullahu ta'ala akiwa na umri wa miaka 71 rahimahullahu rahmatan wasi'atan. Hiyo ndio tarehe kwa ufupi ya Sheikh al-Allama Muhammad ibn Saleh al-Uthaymeen rahimahullahu ta'ala. Kisha tunaingia mubashara moja kwa moja katika risala hii fupi ambayo imepewa jina Hukmu al-ihtifali bimaulidin nabii sallallahu alayhi wasallam, hukumu ya kusherehekea mazazi ya mtume sallallahu alayhi wasallam. Lifadilati Sheikh al-Allama, risala ya fadila Sheikh al-Allama Muhammad ibn Saleh al-Uthaymeen, ghafara Allahu lahu wa liwalidayhi wa lilmuslimin. Bismillahir rahmanir rahim. Suila fadilatu Sheikh al-Allama, aliulizwa suila fadilatu Sheikh al-Allamati Muhammad ibn Saleh al-Uthaymeen rahimahullahu ta'ala, aliulizwa fadhila za Sheikh mwanachuoni Muhammad ibn Saleh al-Uthaymeen, Allah amhurumie. Kwa aliulizwa fadilatu Sheikh, fadhila za Sheikh, yani bimaana fadilatu Sheikh ni kuonyesha heshima. Yani unaweza kusema aliulizwa muheshimiwa Sheikh mwanachuoni Muhammad ibn Saleh al-Uthaymeen rahimahullahu ta'ala. Kwa fadhila inaonyesha ubora. Aliulizwa fadilatu Sheikh, mheshimiwa mbora Sheikh al-Allama mwanachuoni Muhammad ibn Saleh al-Uthaymeen rahimahullah, aliulizwa an hukmi al-ihtifali bimaulidin nabii sallallahu alayhi wasallam, aliulizwa kunako hukumu ya kusherehekea mazazi ya mtume sallallahu alayhi wasallam. Aliulizwa kunako hukumu ya kusherehekea mazazi ya mtume sallallahu alayhi wasallam. Faajaba rahimahullahu biqaulihi, akajibu Allah amhurumie kwa kauli yake hii tutaisoma hapa. Kwa sasa mtu anaweza akajiuliza kwamba kwa hiyo shekhe kuulizwa swali akawa amejibu, ndio tayari hiyo ni dalili ya kuwa pamekatazwa kusherehekea maulidi, kwa maana akajengea kwamba na sisi sasa au wao watu wa bid'a wanaweza kumuuliza shekhe wao wa bid'a. Kwa kigezo usikuuliza tu kwamba ukiuliza shekhe wako akikujibu inafaa basi uondoke na majibu hayo, hapana. Kwa hiyo sahihi ni kwamba Allah tabaraka wa taala amewaelekeza waja wake, fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun, kwamba ulizeni watu wenye elimu, in kuntum la ta'lamun, ikiwa nyie hamfahamu. Na watu wenye elimu hapa
ni al-ulama al-amiluna biilmihim, ni ulama na wale wenye kufanyia kazi elimu yao, na wala si makusudio ya mujarradi wa kuwa na elimu, kwa sababu kuna watu ambao wana elimu lakini hawaifanyii kazi elimu yao. Lakini pia kuna watu ambao wana elimu lakini hawana elimu sahihi ya elimu hiyo. Mfano, watu wa bid'a, pamoja na kwamba ni watu wa bid'a. Kwa mfano, unaweza kukuta ni mtu wa bid'a lakini ndio nani? Ndio shekhe wa wilaya. Sasa uwezo ukasema baba fulani, hapana, utamwita shekhe wa wilaya kwa sababu ndio jina lake, kwa sababu unaamini pia ana nini? Ana sehemu katika elimu, pamoja na kwamba unaifahamu kuwa elimu yake ile haina usahihi na usawasawa wa yale aliyokuwa nayo Mtume alayhi salatu wassalam, wala yale aliyofundisha Mtume alayhi salatu wassalam. Ama mujarradi wa kuitwa shekhe, wa kuitwa ustadhi, ataitwa kwa sababu ana sehemu katika nini? Ana sehemu katika elimu, lakini usahihi wa elimu hiyo na usahihi wa kuitwa kuwa huyu ni shekhe, wakusihi kuulizwa maswali, wakusihi kutoa fatwa, ni atapokuwa ni al-alim ala ma kana alayhi an-nabiy sallallahu alayhi ala ma kana alayhi an-nabiy sallallahu alayhi wasallam wa fahmi ashabihi al-kiram. Kwa takuwa ni mwalimu shekhe kwa yale aliyokuwa nayo Mtume sallallahu alayhi wasallam na ufahamu wa masahaba zake watukufu. Kwa malengo sio kumuuliza shekhe kisha akasema hili lafaa au hili halifai. Je, shekhe huyo yupo katika mafundisho ya sawa sawa? Hilo ndio jambo ambalo latakikana. Kwa sisi watu wa sunna, walillahi alhamdu, tunaamini 100%, hatuna shaka na wala hatujawahi kuwa na shaka na hatutakuwa na shaka katika yale ambayo tunayoelekezwa na maulama wetu, maadamu wamechunga misingi ya dini ya Allah tabaraka wa taala. Sisi hatuna shaka na mafundisho hayo, hatuna shaka na mafundisho hayo. Ndio maana kauli za ulama na maelekezo ya ulama hawa inakuwa ni miongoni mwa maelekezo na dalili katika kitabu na dalili katika kutuelekeza sisi, kwa sababu tunaamini kauli zao zile zina sehemu katika dalili, zina sehemu katika dalili, kwa sababu wao ima wameitazama dalili kwa saraha, ule uwazi wa dalili moja kwa moja, au wamechukua istinbat, dalili ile ambayo jambo halijawekwa wazi kwa moja, wao wameichukua ile dalili na kutovoa na kutohoa kwamba katika jambo hili kuna hili na hili. Mfahamiana? Ndio maana tunawaambia watu wa bid'a kwamba aqsamu tauhidi at-tauhid yanqasimu ila 3 aqsam, kama tauhid inagawanyika vigawanyo vitatu. Jambo la kwanza ni Allah yeye mwenyewe ameshaelezea katika Qur'ani, akielezea kipengele hichi, kielezea kipengele hichi, kielezea kipengele hichi, kwa namna ambavyo Allah amezitaja zile aya na namna ambavyo Allah amejisifu na amejipwekesha katika uabudiwa. Kwa ile tatabbu'i ya ulama na istiqra ndio katuonyesha kwamba tauhidi zimegawanyika aina 3, na wala si sehemu katika nini, na wala si bid'a kusema maneno hayo. Kwa sisi tuna thika na tuna waamini maulama zetu na mashekhe zetu, maadamu wamesimama katika ile misingi ya kisawasawa. Kwa hatuna shaka na fatawa zao, hatuna shaka na yale maelekezo yao, na walillahi alhamdu, na kwa kuwa wamekosea basi manhaji yetu sisi huwa wanarekebishana, na wakirekebishana wanataraja na wanarejea katika usawa. Kwa hili ni jambo ambalo tunajivunia sisi kama ahlus sunnati wal jamaa. Kwa kasema rahimahullahu ta'ala, alhamdulillahi rabbil alamin, shukrani ni za Allah tabaraka wa taala, mola mlezi wa ulimwengu. Alhamdulillahi rabbil alamin, shukrani ni za Allah tabaraka wa taala, mola mlezi wa ulimwengu. Wassalatu wassalam ala nabiyina, na sala na salam ziwe juu ya nabii wetu
sala na salamu ziwe juu ya nabii wetu. Na tukisema swala bimaana ad-du'a, hizi dua ambazo tunaziomba, ambazo ametuamrisha pia Mtume sallallahu alaihi wasallam tumsalie, manake tumuombee dua kwa Allah tabaraka wa taala, na tumuombee salama, manake asalimike na yale ambayo wanayomzushia watu wa bid'a. Watu wa bid'a wanasema Allah Mtume basharun la kal bashar, kwamba ni mtu lakini si kama mtu, yale wanamnasibishia sehemu katika nini, katika uluhiyya, sehemu katika uungu ambalo si jambo stahiki kwake yeye. Kwa alhamdulillahi rabbil alamin, himdi shukrani ni za Allah tabaraka wa taala, mola mlezi wa ulimwengu. Wassalatu wa sallallahu, na sala za Allah. Tukisema sala za Allah maana yake ni kwamba sifa za Allah ambazo anamsifia mtume wake, wasallam, na amani ya Allah anayotaka mtume wake asalimike, ala nabiyina Muhammad, ziwe juu ya mtume wetu Muhammad sallallahu. Sala ya Allah kumswalia mtume wake ni thanauhu fil mala'il a'la, ni kumsifu mtume wake kwa wale viumbe waliojua ambao ni malaika, na msifu mtume wangu yuko hivi, yuko hivi, yuko hivi, yuko hivi. Kwa sisi tunamuombea dua mtume, lakini pia Allah anamsalia mtume, bimaana anamsifu kwa viumbe wake walioko juu ambao ni malaika. Wasallam, na pia Allah amsalimishe ala nabiyina Muhammad, mtume wetu Muhammad, wa ala alihi, na hizo sala na salamu ziwe juu ya alihi kwa maana ya atba'ihi, wafuasi wake, kama alivyosema Allah tabaraka wa taala, adkhilu ala fir'auna ashadda al'adhab, kwamba adkhilu ala fir'auna, waingizeni ala fir'auna, bimaana atba'a fir'aun, wafuasi wa nani? Wafuasi wa Firauni. Kwa ala alihi, na sala na salamu hizo wa ala alihi ziwe juu ya wafuasi wake ambao ni sisi ummati Muhammad. Na maana nyingine wa ala alihi ziwe juu ya ali zake, bimaana dhurriyatihi wa zawjatihi, kwamba ziwe juu ya watoto wake lakini pia na wake zake. Wa ashabihi, na masahaba zake, sala na salamu hizo ziwe juu yao. Wa man tabi'ahum bi ihsanin, na wale wote watakao wafuata bi ihsanin, ay bi itqanin, kwa ufanisi na usawasawa, ila yaumiddin, mpaka siku ya kiyama. Wa man tabi'ahum bi ihsan, na sala na salamu hizo ziwe kwa wale wote ambao watakao wafuata hao maswahaba bi ihsan, kwa ufanisi na usawa, ila yaumiddin, mpaka siku ya kiyama. Kwa kizazi na kizazi, maadamu tu kinafuata mwenendo wa nani? Wa sahaba, sala na salamu ziwe juu yao. Kwa hili neno wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad, au hili neno kusema sallallahu alayhi wasallam wa ala alihi, hili neno haliletwi isipokuwa baada ya kumtakia sala na salamu mtume. Bimaana mtu hawezi akasema alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalam ala alihi wa ashabihi, haifai. Kwanza aseme wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad, aanze kwanza kumtakia sala na salamu mtume, alafu ndiyo wafuasi wake, maswahaba zake, wake zake na wengineo. Hapo ndio itakuwa inafaa. Kisha akasema wa ba'du, bimaana na baada ya utangulizi. Wa ba'du, baada ya huu utangulizi. Al-ihtifalu bimaulidi nabii sallallahu alayhi wasallam lam yahduth fi al-ummati al-islamiyya illa fi al-qarni ar-rabi' al-hijri. Kwa nasema al-ihtifalu bimaulidi nabii sallallahu alayhi wasallam, kusherehekea mazazi ya mtume sallallahu alayhi wasallam, kusherehekea mazazi ya mtume sallallahu alayhi wasallam,
lam yahduth fil ummati alislamiyya, halijaanza jambo hili fil ummati alislamiyya, katika umma wa Kiislamu, halijaanza, halijazuka kwa mara ya kwanza jambo hili fil ummati alislamiyya, katika umma wa Kiislamu ambao ni ummati Muhammad, halijaanza jambo hili illa fil qarni rabi'i alhijri, isipokuwa katika karne ya 4 hijria. Illa fil qarni rabi'i alhijri, isipokuwa katika karne ya 4 hijria. Karne moja ni sawasawa na miaka 100. Karne moja ni sawasawa na miaka 100. Kwa maana hiyo jambo hili halikuzuka isipokuwa ni katika mwaka wa 400. Leo tuko mwaka 1440 ngapi? 48. Kwa jambo hilo sasa tukiliangalia jambo la Maulid takribani lina miaka 1000 na toka limezuka. Ndio maana sasa mtu ukimwambia bana jambo hili halifai, anaona haifai kivipi? Baba yangu alifanya, babu yangu, babu yake. Naam, ndio. Kwa sababu jambo hilo lina cheni na lina silsila. Alijaanza miaka ya 90, si miaka ya 80, toka miaka hiyo. Al-ihtifalu bimaulidin nabiy sallallahu alayhi wasallam, kusherehekea mazazi ya mtume sallallahu alayhi wasallam, lam yahduth fil ummati alislamiyya, jambo hili halikuzuka na kuanza kwa mara ya kwanza katika umma wa Kiislamu illa fil qarni rabi' alhijri, isipokuwa katika karne ya 4 hijria, na miaka 400 baada ya mtume kufariki ndio jambo hili likazuka. Walam yakun ma'rufan, na halikuwa ni lenye kufahamika fi ahdi sahaba, katika zama za maswahaba. Walam yakun ma'rufan fi ahdi sahaba, na jambo hili halikuwa ni lenye kufahamika katika zama za maswahaba. Wattabi'ina, na matabi' bi maana wanafunzi wa maswahaba. Watabi'ihim, na wale wanafunzi wa matabi' bi maana halikufahamika kwa maswahaba walioishi na mtume, wala matabi'i ambao waliishi na maswahaba, wala maatba'i tabi'i ambao waliishi na matabi'. Mbona tunafahamu sote kwamba mtume alayhi salatu wassalam alitaja karne tatu bora. Qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum, thumma semaje, thumma ba'da dhalika yahduthu aqwamun tasbiqu shahadatu ahadihim yaminahu wa yaminuhu shahadatahu. Sawa, kwa karne 3 hizi bora baada ya kupita ndiyo yakazuka haya mambo ya Maulid. Kisha akasema wal ihtifalu wahtifalu bimaulidin nabiy sallallahu alayhi wasallama yahtaju ila amrayn, na kusherehekea mazazi ya mtume sallallahu alayhi wasallama, jambo hili linahitaji mambo mawili. Ili tusherehekee tunataka mambo mawili. Yani hata wewe ukiambiwa kwa nini usherehekee maulidi, sema mimi ili nisherehekee mambo maulidi lazima nipate mambo mawili. Al-amru al-awwal, jambo la kwanza kwa al-ihtifalu bimaulidin nabiy sallallahu alayhi wasallam, na kusherehekea mazazi ya mtume sallallahu alayhi wasallam, yahtaju ila amrayn, jambo hili linahitajia mambo mawili. Al-amru al-awwal, jambo la kwanza ambalo linahitajika ili watu washerehekee maulidi, thubutuhu, kuthibiti kwake. Thubutuhu, kuthibiti kwake. Yaani thubutu maulidi rasuli sallallahu alayhi wasallama, kuthibiti mazazi ya mtume sallallahu alayhi wasallama, minan nahiyati tarikhiyya, katika upande wa tarehe. Kuthibiti thubutu maulidi rasuli sallallahu alayhi wasallam, kuthibiti mazazi ya mtume, yani ile siku ya kuzaliwa mtume, minan nahiyati tarikhiyya, katika upande wa tarehe jambo hili lithibiti.
kwamba alizaliwa tarehe fulani. Kisha akasema walam yathbut minan nahiyati tarikhiyya, na wala haijathibiti katika upande wa tarehe. Walam yathbut minan nahiyati tarikhiyya, na wala haijathibiti katika upande wa tarehe, anna maulida rasuli sallallahu alayhi wasallam, kuwa hakika mazazi ya mtume sallallahu alayhi wasallama, jambo hilo lilijithibiti, kana fil yawmi thani ashara min shahri rabi'in al-awwal, haijathibiti kuwa ilikuwa ni tarehe 12 ya mwezi wa Rabi'in al-awwal, jambo hili halijathibiti. Walam yathbut, na wala haijathibiti, minan nahiyati tarikhiyya, katika upande wa tarehe haijathibiti, anna maulida rasuli sallallahu alayhi wasallam, wa hakika mazazi ya mtume sallallahu alayhi wasallam, siku ile ya kuzaliwa, kana fil yawmi thani ashara min shahri rabi'in al-awwal, kuwa ilikuwa ni tarehe 12 ya mwezi wa Rabi'in al-awwal. Jambo hili halijathibiti. Tukisema kudhibiti inafahamika, kila mtu anafahamu hapa kwamba mimi nimezaliwa tarehe 7 mwezi wa 10. Ukimuuliza mama yako anakwambia hivyo hivyo, ukimwambia baba yako anakwambia hivyo hivyo, dada yako mkubwa anakwambia hivyo hivyo, na saizi kuna vyeti vya hospitali kule, vyeti vya hospitali vinakuambia hivyo hivyo. Sasa hili jambo kwa mtume halipo katika sampuli hii. Walihadha, na kwa sababu hii kwamba haijathibiti, ikhtalafa almuarrikhuna fihi kathiran, wameikhtilafiana watu wa tarehe fihi, katika tarehe, yani katika siku ya kuzaliwa, kathiran, wametofautiana sana, wametofautiana kwa wingi. Walihadha, na kwa sababu hiyo kwamba jambo hili halijathibiti, ikhtalafa almuarrikhuna fihi, wameikhtilafiana watu wa tarehe fihi, katika siku hiyo ya kuzaliwa mtume, kathiran, wametofautiana kwa wingi. وذكر بعض المحققين الفلكيين المعاصرين أو قبل عصرنا بيسير أنه كان ولد في اليوم التاسع من شهر ربيع الأول. akasema Allah mhurumie, وذكر بعض المحققين, na wametaja baadhi ya almuhaqqiqina, alulama, alfalakiyina, almuasirina, na wakusudia hapa ni alulamau arrasikhuna albahithuna, kwamba nakusudia hapa kwamba wametaja baadhi ya alulama arrasikhuna albahithuna, kwamba wametaja maulama ambao wamezama na wamefanya bahthi, alladhina yuharriruna almasaila, wale ambao wanayaandika mambo, walilma, na wanaandika elimu, bidiqqatin, kwa diqqa, kwa ufanisi, wayuallilunahu biladillati walbarahin, na mambo hayo pia wanayawekea sababu, wanayatolea sababu, biladillati, kwa kuonyesha dalili, walbarahin, na kuonyesha hoja. Tena wala yaqbaluna alqawla illa bilburhan, wala yaqbaluna alqawla bila burhan, na wala hawakubali kauli isipokuwa kwa nini? Isipokuwa kwa hoja. Kwa ulama hawa, wa dhakara ba'd almuhaqqiqina alfalakiyina almuasirin, kwamba na wametaja baadhi ya ulama almuasirin wa zama hizi, au qabla asrina, au kabla ya zama zetu. Ulama hao katika zama zetu hizi au kabla ya zama zetu, biyasirin, kwa muda mfupi. Ulama hao bimaana zama zetu sisi, tujalie zama zetu zinaanza labda tuseme labda mwaka 1950. Kwa ulama hao ni kabla ya kuingia hizi zama zetu, kwa maana ya kwamba labda wao ni ulama ambao ni mwaka 1940 hapo 30 hapo, maneno mfano wa hayo. Wa dhakara ba'd almuhaqqiqina alfalakiyina, kuna wametaja baadhi ya ulama almuasirin
wa zama hizi, au qabla asrina, au kabla ya zama zetu, biyasiri, kwa muda mfupi, kwa muda mchache, muda mdogo. Ulama hao wametaja annahu kana wulida fil yawmi at-tasi'i min shahri rabi'in al-awwal, kwamba hakika yeye mtume yalikuwa mazazi yake fil yawmi at-tasi', ni tarehe 9 min shahri rabi'in al-awwal, katika mwezi wa rabi'in al-awwal. Tarehe ngapi? Tarehe 9. Khilafu ya pili hiyo. Walaysa fil yawmi athani 'ashara minhu, na wala si tarehe 12 minhu, ndani katika nini? Katika huo mwezi wa rabi'in al-awwal. Walaysa fil yawmi athani 'ashara, na wala si tarehe 12 minhu, katika huo mwezi wa rabi'in al-awwal. Kwa hii ni khilafu ya pili ambayo ameitaja hapa, na zipo nyingi, kauli zaidi ya 5. Kuna wengine wamesema tarehe 13 kama tulivyoona hapa, tarehe 12 Rabi'in al-awwal, wengine tarehe 9, wengine tarehe 6, wengine akasema ilikuwa ni mwezi wa Ramadhani huko tarehe 20 ngapi huko mwezi wa Ramadhani. Kwa ikhtilafu ndani ya ikhtilafu. Wa ala hadha, na juu ya hili sasa, fayakunu tahdidu maulidi rasuli sallallahu alayhi wasallam, inakuwa tahdid, kuweka siku maalum ya mazazi ya mtume sallallahu alayhi wasallam fil yawmi athani 'ashara min shahri rabi'in al-awwal. Fayakunu tahdidu maulidi rasuli sallallahu alayhi wasallam, inakuwa kufanya tahdid. Sema tahdid bimaana ni kama tulivyosema kwamba wewe ni tarehe 7 mwezi wa 10, hautoki hapo, hauvuki hapo. Sasa kufanya tahdid kwamba ni hii siku tu, tarehe 12 ya mwezi wa Rabi'in al-awwal, ghaira thabitin, jambo hili inakuwa halijathibiti. Ghaira thabitin, jambo hili halijathibiti. Kwa nini? Kwa sababu tushaona hapa kuna wengine wamesema tarehe 12 Rabi' al-awwal, wengine wamesema tarehe 9 Rabi' al-awwal. Kwa maana hiyo sasa, ili tusherehekee maulidi, tuamini ilikuwa ni siku gani, maulidi hiyo ilikuwa ni siku gani? Hiyo ni pointi ya kwanza. Al-amru thani, jambo la pili, idha thabata maulidu rasuli sallallahu alayhi wasallam, pindi itapokuwa imethibiti sasa mazazi ya mtume sallallahu alayhi wasallam, fi yawmin min al-ayyam, siku katika masiku. Kwa mfano, manake watu wa bid'a ni majeuri sana, niweze kuambia kwa hiyo wanachuoni wamesemaje? Wanachuoni bwana wamesema ilikuwa ni Ramadhani tarehe 27, wengine ilikuwa ni Rabi'in awal tarehe 9, wengine tarehe 12, wengine tarehe 6. Sasa mimi maulidi nazifanya ndani hizo siku zote, nikikosa hapa nipate hapa, nikikosa hapa nipate hapa. Hao ndio watu wa bid'a. Wenyewe hawakubaliki kushindwa kwamba hili halina hoja. Wanataka kuambia mambo kama hayo. Sasa ikiwa imethibiti, idha thabata maulidu rasuli sallallahu alayhi wasallam, pindi itapokuwa imethibiti mazazi ya mtume sallallahu alayhi wasallam, fi yawmin min al-ayyam, siku katika masiku, imethibiti kwamba ni tarehe 12. Jambo la pili tufanyaje? Fahal thabata shar'an, je imethibiti kisheria, an yakuna mahallan lilihtifali, je imethibiti kisheria iwe ni sehemu ya kusherehekea? Fahal thabata shar'an an yakuna mahallan lihtifali, je imethibiti kisheria iwe ni sehemu ya kusherehekea? Bihaithu tuqamu al-adhkar, kiasi ambacho zikaletwa adhkari, wassalawatu ala an-nabii sallallahu alayhi wasallam, na kusaliwa mtume sallallahu alayhi wasallam, fi hadha al-yawm, katika hii siku. Sasa ikiwa kwamba tujalie sasa imethibiti, je jambo hilo limethibiti, ikiwa imethibiti tarehe ya kuzaliwa, tujalie imethibiti. Sasa je kuthibiti kusherehekea hiyo siku, pointi nyingine,
jambo hilo limethibiti kwa kuleta adhkari kumsalia mtume sallam fi hadha al-yawm, katika hii siku. Bila siku zingine hautaki kumsalia mtume, kama tunavyoona watu wa Maulid ni watu rafrafu wahuni, japokuwa ukisema wanachukia, mnatusi watu. Sasa tunaona wanaoluka madufu pale, ukiwaangalia wana vibwenzi kichwani, wamenyoa kama yule ndege yule Sholwe, wameacha vibwenzi katikati hapo, wamenyoa mapanki. Watu ambao hawana muonekano wa dini, hawana muonekano na tabia zile za watu wa dini. Kwa siku hii sasa ikawa ndio ya kusherehekea, ama siku nyingine ni kijana msela tu, mvuta bangi, mwimba miziki, mwimba makaswida na manini. Maswala ya kumsalia mtume hana, lakini ikifika ndo anaenda kumsalia mtume siku hiyo tu. Je, jambo hili limethibiti? Haya ni katika nini? Katika mambo ambayo ni mazuri labda ambao anayafanya. Wa rubbama yahduthu ma waraa dhalika, na huenda yakatokea yaliyo nyuma ya hayo mambo mazuri haya, adhkari, kumsalia mtume. Sasa wa rubbama yahduthu ma waraa dhalika, huenda yakazuka na kutokea yaliyo nyuma ya hayo, swala, adhkari, vitu vizuri naweza yakazuka. Min sadaqati, katika sadaka, jambo zuri pia. Wa taqdimil halwa, na kuleta vitu vizuri, kama vile watu wanapewa chakula, watu wanapewa tende, wanapewa nini mfano wake. Wa taqdimil halwa, na kuleta au kutoa vitu vizuri, ndo hoja zao. Kwa pale panaliwa chakula pale, kuna maskini alikuwa hana chakula. Sasa ukimnisha siku moja kwenye siku 360 umemnufaisha nini? Yaani kwa nini isiwe ndo tabia yako ya kila siku kulisha maskini? Mpaka useme lakini pale kuna watu walikuwa wamekosa pakula, kwa hiyo ndo wamepata pale. Sasa wewe umeona umemsaidia. Kama ni kumsaidia basi iwe ndio ada yako. Lakini usitafute sababu ya kuona kama kuna khairi, hapana. Wa rubbama yahduthu shay'un min waraa dhalika, na huenda yakazuka mambo yaliyo nyuma ya hayo. Wa rubbama yahduthu, na huenda yakazuka shay'un, mambo waraa dhalika, yaliyo nyuma ya hayo, mambo ya khairi yakazuka, mengine sasa ya shari. Min ikhtilati nisa'i birrijal, kuchanganyikana wanaume na wanawake. Na hili ndio lipo. Maneno haya Sheikh ameyasema, amekufa mwaka tumesema miladia 2001, mwaka 2001. Sasa hiyo miaka 2001 hiyo, kipindi hicho anakufa, usikute risala hii ameiandika miaka ya 90 huko au hata miaka ya 80. Sasa vipi angekuwa anasema maneno haya katika kipindi hichi? Au hiyo maulidi ambayo anaisemea yeye ni ameiona katika miji mbalimbali, vipi angeiona katika miji kama hii ambayo watu wanafanyia makusudi, wanakomoa watu, tunatengeneza keki, tunawakomoa, tunawakera. Nani anafanya mambo kama haya? Yaani unaweza kumwambia mtu naenda kuswali ili kumkera mtu fulani? Hakuna, kwa sababu ya ibada manufaa yanarudi kwako wewe. Sasa kama ni ibada hii, kwa nini useme unawakera watu, unawakomoa? Kwa rubbama yahduthu shay'un, huenda yakazuka mambo waraa dhalika, yaliyo nyuma ya hayo. Min ikhtilati nisa'i birrijal, kwa kuchanganyikana wanamume na wanawake, na ndio yapo kila siku. Wa ihdathi qasaida, na kuzusha kasida, yakunu fiha ghuluwun bi rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, kasida ambazo ndani yake kuna kuchupa mipaka kwa mtume sallallahu alayhi wasallam. Wa ihdathi qasaida, na kuzusha kasida, yakunu fiha, kasida ambazo ndani yake uluun bi rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, kuna kuchupa mipaka, kuvuka, yani kutoka sasa kwenye ile daraja ya utume na kuenda katika daraja ya nini? Kuenda katika daraja ya uungu, kumtoa mtume katika daraja ya utume na kumpeleka katika daraja ya uungu ambayo haistahiki kwake sallallahu alayhi wasallam. Kama yudhkaru an ba'dihim, kama vile ambavyo yudhkaru an ba'dihim, hutajwa kutoka kwa baadhi yao, kama vile ambavyo hutajwa kutoka kwa baadhi yao.
watu wa bid'a, annahum kanu yunshiduna alqasidata allati yaqulu qailuha, annahum kanu, hakika wao walikuwa yunshiduna alqasidata, walikuwa wakiimba kasida. Tunasema kuimba, maana hata mashairi tunasema kuimba, ndio Kiswahili. Kwa yunshiduna alqasidata, walikuwa wakiimba kasida. Na tukisema kuimba kasida hatumaanishi kwamba walikuwa wanaimba kama mziki, si ndio? Hatumaanishi kwa walikuwa wanaimba kama nini, kama mziki, kwa sababu inawezekana anatamka tu, inawezekana anatamka. Kwa walikuwa yunshiduna alqasidata, walikuwa wakiimba kasida. Na makusudio ya kasida sio kasida hizi za hawa si wana nane wanaimba kasida hizi zinarekodiwa. Kasida makusudio hapa ni nini? Ni ash-shi'r, ni shairi. Yani shairi ambalo lina beti kuanzia 7 na kuendelea. Shairi hilo linaitwa nini? Linaitwa kasida. Kwa annahum kanu yunshiduna alqasidata, hakika wao walikuwa wakiimba kasida, allati yaqulu qailuha, kasida ambayo anasema msemaji wake. Yani huyo msemaji huyo alikuwa akisema maneno haya ndani ya kasida: ya akramal khalqi mali man aludhu bihi siwaka inda hululi alhadith alamami in lam takun akhidhan yawm almi'ad yadi afwan wa illa faqul ya zallatal qadami fa inna min judika ad-dunya wa dharrataha wa min ulumika ilma al-lawhi wal qalami. Kwa nasema ya akramal khalq, kwa mmoja hiyo ni kasida, ni kipande katika kasida inaitwa al-burda. Qasidatu al-burda ni kipande katika kasida inayoitwa al-burda, au kwa jina jingine al-kawakibu ad-durriya fi madhi khairil bariya. Kasida hiyo inatambulika kwa kuitwa al-burda. Ndani yake imejaa shirki na ghulu kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kasida inaitwa al-burda, au kwa jina jingine al-kawakibu ad-durriya fi madhi khairil bariya, ambayo mtunzi wake anaitwa Sharafuddin al-Busiri. Sharafuddin al-Busiri kwa swadi, Sharafuddin al-Busiri. Kwa anasema huyo Sharafuddin al-Busiri anasema ya akramal khalqi, ewe mbora wa viumbe, nakusudia Mtume. Ya akramal khalqi, ewe mbora wa viumbe. Tunafahamu mbora wa viumbe wote ni Mtume alayhi salatu wassalam. Kwa ya akramal khalqi, ewe mbora wa viumbe, mali man aludhu bihi siwaka, sina mimi ninaye muegemea kinyume na wewe. Ya akramal khalqi, ewe mbora wa viumbe, mali sina mimi, man aludhu bihi, ninaye muegemea na kumtegemea, siwaka, kinyume na wewe, sina mwingine. Inda hululi, wakati wa kutokea, alhadithul amami, majanga yenye kuenea, yani kama vile magonjwa milipuko, kutokea makorona hayo, siku na nini, kipindupindu, kulikuwa na Ebola, magonjwa kama haya. Kwa ya akramal khalqi, ewe mbora wa viumbe, mali man aludhu bihi, sina mimi yule ambaye ninayemwegemea na kumtegemea, siwaka, kinyume na wewe sina. Inda hululi alhadithul amami, wakati wa kutokea matukio, tunasema majanga yenye kuenea, wakati wa kutokea majanga yenye kuenea kwa watu wote, mimi sina. Na hii ni kufuru kwa waziwazi, kwa sababu anayegemewa katika majanga haya ni Allah peke yake. Sasa vipi aegemezewe Mtume? Kisha akasema illam takun akhidhan yawmal mi'adi yadi, ikiwa hautouchukua mkono wangu siku ya kiyama, afwan, kwa msamaha. Yani ikiwa hautoushika mkono wangu siku ya kiyama, ushikaji wa kunisamehe. Illam takun akhidhan yawmal mi'adi yadi,
ikiwa hautochukua mkono wangu kwa lengo la kunisamehe siku ya kiyama, hautoshika na kuchukua mkono wangu kwa lengo la kunisamehe, wa illa, na kama sivyo, manake ni kinyume chake, umechukua mkono wangu, faqul, basi sema, ya zallatal qadami, ewe uliyeteleza nyayo, manake basi niambie bana, wewe umeangamia. Ikiwa hautochukua mkono wangu kwa lengo la kunisamehe, umeuchukua kwa lengo la kuniadhibu, faqul, basi sema, ya zallatal qadami, ewe uliyeteleza nyayo, yani banake ewe umeangamia tayari, umeteleza nyayo zako hizo zimeteleza, manake wewe ni mwenye kuingia motoni. Kufuru nyingine hii, kwa sababu mtume ndo Allah ndiye afanyaje, anayeambiwa maneno kama haya kwamba ikiwa Allah hautonishika mkono kwa lengo la kunisamehe, basi mimi nimeangamia. Lakini maneno haya anasifiwa mtume, in lam takun akhidhan yawmal mi'adi yadi, ikiwa hautouchukua mkono wangu siku ya kiyama kwa lengo la kunisamehe, wa illa, na kama sivyo, bimaana umeuchukua mkono wangu siku ya kiyama kinyume na hivyo, faqul, basi sema, ya zallatal qadami, ewe uliyeteleza nyayo. Kisha akasema, fa inna min judika ad-dunya, hakika katika ukarimu wako, ad-dunya ni uwepo wa dunia. Yani miongoni mwa ukarimu na huruma za mtume ni kitendo cha kuileta dunia. Kufuru nyingine hii, wa inna min judika, hakika katika ukarimu wako, ad-dunya ni kuileta dunia, kuifanya iwepo dunia, wa dharrataha, na akhira yake. Hii ni katika nini? Katika ukarimu wako. Anayeleta dunia ni Allah, anayeleta akhira ni Allah. Lakini nasema, wa inna min judika dunya wa dharrataha, hakika katika ukarimu wako ni kuileta dunia na akhira yake. Wa min ulumika, na katika elimu zako, wa min ulumika, na katika elimu zako, ilmu al-lahwi wal qalam, ilmu al-lawhi wal qalam, ni elimu ya lawhi. Yani ilmu al-lawhi ni kufahamu yale yaliyopo katika lawhi wal qalami, na pia kufahamu yale yaliyoandikwa na kalamu ile. Mbona fahamu yote ni nani? Ni Allah, isipokuwa amfahamisha mtume. Wa min ulumika, na katika elimu zako, ilmu al-lawhi ni elimu, yani kwa maana kufahamu yale yaliyopo katika lauhu, hizo ni katika elimu zako. Mtume anajua, kwa mfano wewe mtume alipita pahala akamkuta, akamwona kwa ni mnyama ile imenipunda, alikuwa kaningamia, akamwambia yule bwana yule kwamba wewe huyu ngamia anakufanyaje, anakushtakia. Na yule ngamia namna alivyo, yule mnyama imaningamia namna alivyomwangalia mtume, yule ngamia akamfanyaje, akamsemesha mtume kama mtume, bwana huyu bwana ananitesa huyu, hajanipa chakula lakini ananisotesha muda mrefu. Mtume akamwambia yule bwana, wewe mbona kwa nini unamtesa mnyama wako?